Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemega headline huko mtandaoni ni pamoja na hili jambo ambalo amelizungumza huyu bwana si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Diamond bwana amezungumzia kuhusiana na sakata zima la kutengenezwa kwa arena hapa Tanzania. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba kwa muda mrefu sana wasanii wa Bongo Flava wamekuwa wakilalamika au wamekuwa wakililia serikali iweze kuwatengenezea sehemu, yani ukumbi mmoja mkubwa sana kwa ajili ya shughuli za kiburudani, yani ukumbi ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya kufanyia event kama vile za ugawaji wa tunzo, vile vile bila kusahau kuwepo pia na ukumbi huo utumike kwa ajili ya kufanyia show kubwa. Kama unakumbuka vizuri, mnamo miaka kadhaa iliyopita bwana, kuna jambo la tunzo ambazo zilikuwa ni tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwaka mmoja kabla zilifanyika kule nchini Kigali, Rwanda, lakini mwaka ule ufuata ikabidi zifanyike Tanzania, na ilikuwa ni moja kati ya heshima kubwa sana katika mziki wa Bongo Flava kuheshimishwa kutoka hapa Tanzania mpaka tunzo kubwa kabisa hizi kutoka Afrika kufanyika nchini humo. Kwa hivyo basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafanya watu wengi sana walikuwa very excited, na tunzo hizo zilifanyika kule Zanzibar, lakini kwa mujibu wa jinsi ambavyo maandalizi yalivyokuwa, ni kwamba kwa hali ilivyokuwa bwana, kwa namna moja au nyingine hali ilikuwa ni tete kidogo, kwani tunzo hizo zilifanyika nje ufukweni na jukwaa lilikuwa likiharibika, kulikuwa kuna matatizo ya hapa na pale, jambo ambalo kidogo halikuridhisha watu wengi, yani expectations za watu wengi hazikuwa met kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi. Na yote hiyo ni kwamba iwapo kama kungekuwa na arena Tanzania, basi moja kwa moja ilikuwa ni jambo jepesi sana kwa tunzo hizo kufanyika katika arena hiyo, tofauti na kile ambacho kimetokea pande hizo za Zanzibar katika ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Tanzania. So kwa upande wa Kigali Rwanda, japokuwa ni nchi ndogo, lakini wenyewe wametengenezewa arena. Kwa hiyo ina maana kwamba industry ya muziki wa Rwanda kidogo imepiga gepu. Serikali yao imeamua kuwapa thamani kubwa wasanii na kuwatengenezea arena, tofauti na hapa Tanzania. Wasanii bwana wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu kwamba wanahitaji arena, na hicho ndicho kitu ambacho amekizungumza zaidi Diamond Platnumz kuhusiana na sakata hilo, akiwa anazidi kuisii serikali iweze kutengeneza arena kwa ajili ya shughuli kubwa za kimuziki hapa Tanzania, kwani muziki ni moja kati ya chanzo cha mapato makubwa kabisa katika serikali ya Tanzania kwa wananchi. Muziki umegawa ajira kwa watu wengi. Muziki umekuza sekta mbalimbali kama vile sekta ya habari na vitu vingine kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo amelizungumza Diamond Platnumz kwa muda mrefu sana pale Wasafi FM, katika interview ambayo ameifanya exclusive kabisa na Lil Omi. Katika interview hiyo bwana, Diamond amezungumza vitu vingi sana, vingi mno. Tutakava kimoja baada ya kingine na tutaangalia pia maoni ya wadau yamezungumzaje, lakini kwa hii leo tunataka tuzungumze kwanza kuhusiana na hili swala la arena, kwani limemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba Harmonize Konde Boy ni moja kati ya wasanii ambao wamekuja kujibu swala hilo, akiwa anapingana vikali na kile ambacho amekizungumza Diamond Platnumz. Kwa upande wake Harmonize bwana, yeye amekuja hapa amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba alichokizungumza Diamond bwana hakina mashiko, na serikali imejitahidi sana, imefanya vitu vingi sana vikubwa, na pia vile vile iko na project nyingi ambazo zinaleta matokeo chanya kwa jamii. Hakuna sababu ya kufocus zaidi kwa sasa na arena. Kwa kifupi ni kama vile Harmonize ameamua kumcrush Diamond, yani mchana kweupe kabisa, jambo ambalo limeibua hisia za wadau wengi sana. Wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza. So Mr. Pimbi bwana alizungumza katika video iliyopita kama part 1, lakini amerudi tena akalizungumzia tena swala hilo kama part 2, yani ni muendelezo. Mr. Pimbi bwana ameamua kumkalia kooni kweli kweli, ameamua kumkalia kooni Harmonize Konde Boy kuhusiana na ile kauli ambayo ameitoa dhidi ya Diamond Platnumz. Maana kama unakumbuka vizuri ni kwamba Harmonize bwana ameenda kumkosoa Diamond kuhusiana na swala la yeye kulizungumzia kwamba serikali inatakiwa iwajengee wasanii arena bwana, kwa namna moja au nyingine.
kwa upande wake Mr Pimbe ameshangaa kuona kwamba Harmonize imekuwaje yeye ameliingilia hili swala au amelizungumzia hili swala yeye kama nani. Kwa namna moja au nyingine ni kwamba Mr Pimbe hajaelewa kwamba kwa nini Konde amekuja kulizungumzia hili jambo la Arena, ambapo Diamond alikuwa na hoja yake. Diamond itakiwa ajibiwe labda na serikali yenyewe au wadau husika wamjibu. Yeye Harmonize amekuja kujibu kama nani. So hivyo ndio mambo yalivyo, lakini Mr Pimbe amekuja kushikilia bango akidai kwamba alichokifanya Harmonize bwana ni kwamba tu ameonyesha wivu, yani yuko na wivu kutokana na kwamba yeye hapati show bwana. Harmonize hapati show, Harmonize perform nje ya nchi mara nyingi kama the way ambavyo Diamond anavyofanya. Kwa hivyo basi ni kama vile yeye yuko na wivu wa maendeleo na pia vile vile alikuwa anahitaji kutrend. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Mr Pimbe bwana double down, amerudia tena kwa mara nyingine kama part 2 kuhusiana na kile ambacho alichokizungumza hapo awali kumhusu Harmonize kumjibu Diamond Platnumz. So nataka hapo umsikilize. Hii ni part 2. Ndugu zangu, mimi Harmonize anazidi kunishangaza. Kwa kifupi, hakuna namna ambavyo unaweza kumtetea Harmonize. Huu ni wivu. Huu ni wivu kwa sababu anamuona mwenzake anapiga hatua siku hadi siku. Ni wivu, hakuna kitu kingine zaidi ya wivu. Harmonize ana wivu wa maendeleo ambayo Diamond yuko nayo. Harmonize ni wivu unaomsumbua. Hivi labda tuseme, hebu tufanye kwa mfano labda Diamond amekosea. Kwani Diamond ndio msanii wa kwanza kuikosoa serikali? Au Diamond ndio msanii wa kwanza kusema vibaya kuhusu serikali? Wasanii wangapi wameisemea vibaya serikali au wameikosoa serikali? Harmonize ameshawahi kunyanyua kinywa chake na kuwakosoa wale wote wanaoisemea serikali mabaya. Hapa katikati serikali imepitia kipindi cha kusemwa. Wapi mmemwona Harmonize akinyanyua mdomo wake na kuzungumza? Kwa hiyo kwa mtu mwenye akili timamu za kuchaji vizuri, unajua kinachomsumbua Harmonize ni nini? Ni wivu. Kwanza Harmonize amedrop, hana show. Siku hizi Harmonize amekuwa chawa wa Mzenji. Anapoenda Mzenji ndio na yeye anapoenda. Akapewe hela za kamari, acheze kamari. Guys, umemwona lini Diamond akizunguka kwenye event za Dar City? Umemwona lini? Umemwona lini? Hela za kumlipa Diamond hakuna. Yaani hakuna hela za kumlipa Diamond. Lakini kila kukicha yeye anazunguka, yuko kwenye project za Dar City, yuko na kina Baba Levo. This is Harmonize, umeshusha sana heshima yako. Umeshusha sana brand yako sana. Na Harmonize unazidi kushuka siku hadi siku. Hivi vitu vingine wewe viache vipite, havikuhusu. Yanasema mangapi kuhusu serikali? Yanasema mangapi kuhusu rais wetu na viongozi wetu? Lini umewahi kunyanyua kinywa chako ukakingia kifua serikali na viongozi wetu? Tangu lini? Tangu lini? Hili la Diamond ndio umeliona. Haya mengine huko yalopita nyuma hujayaona. Wewe umeona swala la Diamond tu. Oh. Umeisha vibaya, afu unaisha ukiwa na wivu hapa rohoni, umeukunja wivu wa roho mbaya. Wivu wa roho mbaya huo.